waende majumbani kwao, lakini leo saa 6 kamili mchana timu imeingia kambini Avic Town. Sio imekwenda kufanya mazoezi, timu imeshaingia kambini. Maana yake leo, na taarifa ya pili tukaainisha kwamba mchakato wa kumtafuta kocha mkuu unaendelea. Maswali yamekuja, mchakato umefikia wapi? Kama kocha mpya akija, huyo mkuu atakuwepo kwenye benchi za wanachama na mashabiki wa Young African Sports Club? Jibu lake, mchakato bado unaendelea wa kutafuta head coach wa klabu yetu Young Africans. Na kwa taarifa rasmi kutoka kwa kamati yetu tendaji ambayo inasimamia huo mchakato, ndani ya siku tatu zijazo pengine watakuwa wameshakamilisha mchakato wa kumpata kocha mpya wa kikosi chetu cha Young Africans. Kwa maana hiyo, mchezo wa siku ya Jumamosi utaongozwa na caretaker wetu assistant coach Patrick Mabedi. Nafikiri nimeliweka vizuri. Mchakato huu unaendelea na ndani ya siku 3 zijazo, baada ya majaliwa Mwenyezi Mungu, mchakato unaweza kukamilika tukawa tumeshampata kocha wetu. CV zimetumwa nyingi sana. Kuna kazi inaendelea ya kufanya tathmini ya hizo CV na kupata kilicho bora katika hizo CV nyingi ambazo zimetumwa. Lakini mchezo wa Jumamosi, kwa maana ya maandalizi ambayo yameanza leo mpaka kufikia siku ya Jumamosi, timu yetu itakuwa chini ya kocha msaidizi ambaye ndiye caretaker hapa kwa wiki hii, mwalimu wetu Patrick Mabedi. Tuna imani kubwa sana na Patrick Mabedi kwa sababu anao uzoefu wa kutosha. Mwalimu ambaye ameshakuwa kocha wa timu ya taifa ya Malawi na akacheza tournament kubwa mbalimbali akiwa na timu ya taifa ya Malawi. Tunaamini anaweza kuishi katika pressure hii, anaweza kukiongoza kikosi chetu, anaweza kutengeneza silaha za kutosha, tukaenda kupata matokeo mazuri siku ya Jumamosi na Young Africans ikaqualify kwenda hatua ya makundi inshallah. Jambo la tatu katika yale manne, la pili la nne bado. Hawa wageni Silver Striker kina uchizi nao anaitwa hao kina uchizi hao. Hawa bwana wanatarajia kuwasili nchini siku ya Alhamis na wataingia Tanzania kwa maana ya uwanja wa kimataifa pale Julius Kambarage majira ya saa 2:30 usiku. Saa 2:30 usiku siku ya Alhamis ndio siku ambayo Silver Striker wataingia Dar es Salaam Tanzania. Wakishaingia watakuwa na siku moja ya kufanya mazoezi ambayo itakuwa Ijumaa. Tutakuja kuwatangazia muda kwa sababu ni official training na waandishi mtaruhusiwa pia kwenda kuangalia mazoezi yao. Kwa hiyo nikasema niwape pia na taarifa ya hawa bwana kuja. Pengine mkahitaji kwenda kufanya coverage siku hiyo wanakuja, basi muda wanaokuja ni saa 2:30 usiku na watafanya mazoezi siku ya Ijumaa. Jambo la tatu linahusu niseme ni message mbalimbali, jumbe ambazo zimekuwa zikitolewa na viongozi mbalimbali wa matawi wa klabu yetu Young Africans. Tumepokea message nyingi kutoka kwa wanachama pia wa klabu yetu Young Africans. Na kwa nukta hii niwapongeze sana mashabiki na wanachama wa klabu yetu ambao walisafiri kutoka Dar es Salaam Tanzania kuelekewa Malawi, tena Lilongwe, kwa ajili ya kuisupport timu yetu. Niwapongeze sana na limekuwa jambo zuri pale Lilongwe. Bahati mbaya hatujapata matokeo mazuri. Ndio bahati mbaya. Lakini mashabiki wa Young Africans waliplay part yao 100%. Wale wa Malawi walisema ndio kwa mara ya kwanza wameshuhudia timu ngeni ikiwa na idadi kubwa ya mashabiki. Katika level ya vilabu, katika level ya timu ya taifa, hawajawahi kushuhudia wingi ule uwanjani. Kwa maana yake mashabiki na wanachama wa klabu yetu Young Africans walifanya jukumu lao kwa 100% tu. Rehema siku ile ya ushindi haikuwa upande wetu.
Na ndio maana hakuna hata mmoja katika nyinyi waandishi mliokuja hapa ambaye hata amegusia hilo jambo na kuwapongeza mashabiki tena kusafiri kuelekea Malawi kuisupport timu yao. Bahati mbaya tu uzuri wa lile tukio umefichwa na matokeo. Tumekosa matokeo na kila mmoja akaanza kujadili kuhusu mchezo, tukasahau kutoa credit kwa hawa watu ambao wamesafirishwa. Habari ambao tulisafiri kwenda Malawi, niwapongeze sana. Mmepitia changamoto nyingi njiani, taarifa nilikuwa nazipata. Niwape pole, lakini ndio kazi hiyo. Ndio kazi yenyewe hiyo. Kwa hiyo tunashukuru Mungu wote mmerudi salama na majukumu mengine yanaendelea. Hapo sasa kwa wanachama nilikuwa nawaambia tumepokea message nyingi sana. Pokea message nyingi sana, jumbe mbalimbali, na zote zilikuwa zinaelekeza ombi maalum la wanachama na mashabiki wa klabu yetu kwenda kwa kamati tendaji ya Young African Sports Club. Tumeona message ya mratibu wa mkoa wa Dar es Salaam, mzee wetu Shabani. Tumesikia maombi ya wanachama mbalimbali ndani ya Dar es Salaam na nje ya mkoa wa Dar es Salaam wakiuomba uongozi wa Young Africans mechi ya siku ya Jumamosi itolewe viingilio. Hiyo mechi tuwakabidhi wao. Hiyo mechi tuifanye kuwa ni mechi special ya mashabiki na wanachama wa Young African Sports Club kwenda kuibeba timu yao na kuipeleka hatua ya makundi. Sasa asubuhi leo viongozi wamekutana na wamelichakata. Of course kama mnakumbuka tulishatangaza viingilio. Tukasema mzunguko utakuwa 5,000, VIP C itakuwa 10,000, B 20 na A ikawa 30. Na alhamdulillah mwamko ukaanza kuonekana kwamba watu wanaitaka mechi ya marudiano hapa Dar es Salaam. Lakini viongozi wamekutana asubuhi leo, wamejadili maombi hayo, wamepitia hoja ambazo wanachama wameziainisha, na kimsingi wamekubaliana kulipokea na kulipitisha ombi la viongozi wa matawi na wanachama wa klabu yetu ya Young Africans. Wamelipokea na wamelipitisha. Limepita kwa staili gani? Kwanza alikuwa anakuja maombi pale kama sasa tufanyeni tutoe viingilio eneo la mzunguko tu, alafu huku VIP huku watu wanunue ticket kama kawaida. Lakini baada ya mchakato hule na tathmini iliyofanyika, ikagundulika watu hawa ambao wananuaga viingilio kwa maana VIP wanakuaga wahanga wakubwa, kwa sababu unashatoa hela yako unafika pale unashindwa kwenda kwenye nafasi yako vizuri. Na taratibu za kuingia pia zinakuwa changamoto wakati mwingine. Kwa hiyo ambacho uongozi wa klabu ya Young Africans umekubaliana, mechi hii ya Jumamosi Benjamin Mkapa dhidi ya Silver Striker, mechi hii ya maamuzi ya kuipeleka Young Africans kwenye hatua ya makundi ya CAF Champions League msimu huu, mechi hii imeondolewa viingilio majukwaa yote, isipokuwa jukwaa la VIP A na jukwaa la VIP B limekuwa reserved kwa wageni ambao wataalikwa. Kwa mfano tunao wanachama wetu ambao wao wanalipa ile huduma ya Black Card shilingi milioni 1. Hawa wamepewa kipaumbele, wataketi jukwaa la VIP A. Lakini pia kuna wageni waalikwa mbalimbali ambao majukwaa hayo yamekuwa reserved. Kwa hiyo Jumamosi unapoamka nyumbani ukaja Benjamin Mkapa, jua maeneo yote unaruhusiwa kwenda kuketi, isipokuwa jukwaa la VIP A na jukwaa la VIP B. Lakini maeneo mengine yote mwana Yanga mwenzangu unaruhusiwa kwenda kuketi. Ni ombi ambalo mmelileta kwa uongozi wa Young African Sports Club, na nikiri lilikuwa ombi gumu kweli kupita.
Ilikuwa ombi gumu kweli kupita, kwa sababu viongozi wana mahitaji mengi kweli sasa hivi ya kufanya. Lakini kipaumbele ambao tuko nacho sasa hivi, kipaumbele ni group stage. Ndio kipaumbele cha Yanga. Hakuna kitu kingine kwenye vichwa vyetu isipokuwa hatua ya makundi ya CAF Champions League. Kwa hiyo ombi lilikuwa gumu, lakini kwa upekee wake viongozi wameweza kucompromise vitu vyote kwa ajili yetu sisi wanachama na mashabiki wa klabu yetu Young Africans. Sasa basi, baada ya ombi hili kukubaliwa, ndipo ninapokwenda kwenye ajenda yangu ya 4 na ajenda yangu ya mwisho kwa siku ya leo. Tumesema hii mechi tumeiomba sisi mashabiki. Hii mechi tumeiomba sisi wanachama wa Young Africans Sports Club. Na tumetoa ahadi kwa viongozi wetu. Namba 1, tutakwenda kuujaza uwanja wa Benjamin Mkapa. Namba 2, tutakwenda kushangilia timu yetu dakika ya kwanza mpaka ya mwisho. Namba 3, wanachama na mashabiki wametoa ahadi wanakwenda kuipeleka timu yetu kwenye hatua ya makundi. Hapa matatu ni muhimu sana ndugu zanguni, tukakumbushana kia anapoitwa leo. La kwanza, tumetoa ahadi kwa viongozi, tufungulieni hayo mageti tuje tujae humu ndani. Namba 2, tunakuja kutengeneza hamasa, tunakuja kuwaamsha wachezaji wetu, tunakuja kutengeneza vibe ambalo halijawahi kutokea Benjamin Mkapa. Tukiwa tunaamini sauti hizi za wanachama ni sauti za ushindi. Ni sauti ambazo zitakwenda kuinua morali ya wachezaji kutoka ambako iko sasa hivi iende juu kabisa kupambana kwenye pichi. Lakini la 3, tumeahidi tunakwenda kuipeleka timu yetu kwenye hatua ya makundi. Haya mambo yanatuhusu sisi wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu Young African Sports Club. Naomba nisisitize hapa, ombi hili limeombwa na wanayanga kwa viongozi wa Yanga, na viongozi wa Yanga wameruhusu ombi hili kwa wanayanga. Sasa wewe ambaye sio mwana Yanga, ukajiinua nyumbani ukaja Benjamin Mkapa na dhamira zako hovyo hovyo na mipango yako hovyo hovyo, tutalaumiana. Naomba nirudie hapa. Naomba nirudie vizuri hapa. Kama unakuja wewe sio mwana Yanga, unataka kuja uwanjani, njoo utulie tu uangalie game. Njoo utulie uangalie game, hamna anayezuiliwa. Lakini ukajitoa nyumbani, ukaja Benjamin Mkapa, ukawa na dhamira ya hovyo ya kufanya chochote kibaya kwa ajili ya timu yetu, tutaishi na wewe. Na sisi kugundua dakika moja tu, kwa sababu wana Yanga tunajuana. Tukishagundua wewe sio mwenzetu na huko uwanjani, keti angalia boli, hata kugusa. Sisi hatunaga vurugu, sisi hatunaga fujo kwenye mechi zetu. Unakuja kuangalia boli, njoo uangalie boli basi. Ukiwa tofauti na sisi tutakuwa watofauti. Hili nimelisema wazi kabisa. Wazi kabisa. Mnakaribishwa. Kila mpenzi wa mpira anakaribishwa. Lakini ukija na dhamira yako tofauti kwa engo yoyote ile, tukakubaini kwamba wewe dhamira yako ni mbaya, talaumiana. Si jambo la kuficha. Sisi tunakwenda kwenye vita Jumamosi. Jumamosi tunakwenda kuipambania heshima ya Young African Sports Club. Hata viongozi ambao wamefanya tathmini wakaruhusu mechi hii mashabiki waingie bure pale Benjamin Mkapa, wanajua nguvu ya mashabiki wao kwenda kuisupport timu yao. Wanajua hiyo nguvu. Sasa isitokee ukaja pale kuja kuharibu hiyo dhamira nzuri ambayo viongozi wako nayo. Tutalaumiana ndugu zangu. Tutalaumiana. Kama huwezi kutulia, subiri mechi yako kaangalie.
Timu ya Tanzania zinacheza 4, si ndio weekend hii unaweza kuwafuata wengine ukaangalia. Kama uwezi kuja mechi ya Yanga ukatuliza boli, tafadhali. Timu ziko 4 zinacheza, nenda kaangalie hizo. Fresh kabisa, hamna kikubugu, wewe nenda kaangalie. Fresh. Lakini ukija kwetu utulie, kwa sababu sisi Yanga siku hiyo tuna jambo letu pale la kufanya. Tuna kazi yetu pale ya kufanya. Tuna kazi yetu pale ya kuifanya. Mimi nimesoma mtandaoni maoni mengi kweli kweli, mengi. Baadhi ya wachambuzi wakiwazungumza wachezaji wa Yanga kama wachezaji wa kawaida tu hivi. Maneno mabaya, maneno ya hovyo yamezungumzwa. Lakini nikasema busara ituongoze, kwa sababu watu hawa wanataka tuwajibu kwa vitendo. Tukiwekeza nguvu na si kujibishana kwa maneno, tutapoteza muda wetu. Yale maneno yote yaliyoongelewa yale, sijui Max hivi, sijui Dube hivi, sijui muda vile, yote wachezaji wameyasikia. Na tunajua yanaongelewa kwa dhamira mbaya tu. Kwa dhamira mbaya tu yanaongelewa. Yaani sisi tumekwenda away kucheza mechi ya ugenini. Bahati mbaya tumepoteza kwa goli 1-0. Tunarudi nyumbani kwenye mechi nyingine ya kupambania timu tuweze kufuzu. Lakini maneno yaliyokuwa yanatolewa ni kama Yanga imetoka Malawi imeaga mashindano ya Champions League. Ni kama Yanga imeshaanguka duniani. Yaani Yanga imekuwa timu ya ajabu. Sisi imetupa picha kwamba chuki ambayo watu waliifuga kwa miaka 4, wakati sisi tuna dominate mpira hapa, na inshallah tutaendelea kudominate hapa. Chuki ile ni kubwa kweli. Imetokea chance Yanga imepoteza mchezo, sasa kila mtu ndo kaamka. Kila mtu kasema lake. Yaani kwenye mechi moja ambayo tumefungwa na Silva, Engineer kasemwa, Arafati kasemwa, wajumbe wamesemwa, Diara kasemwa, Pakome kasemwa. Mechi hiyo moja, goli hilo moja. Mechi moja, goli moja. Roho mbaya tu. Ni roho mbaya tu ndio zinawaongoza. Sasa sisi tukasema hawa tusiwajibu kwa maneno. Acha wachezaji waichukue hiyo ikae hapa kwenye kifua, ikae hapa. Alafu wao wakajibu kwa vitendo. Yaani wewe mtu aanze timu ya taifa ya Ivory Coast muone mchezaji wa kawaida. Wewe si majununi wewe, unakuwa tu na nini wewe tu unakosa makopo. Majununi tu wewe. Tumesikia yote na yamehifadhiwa hapa. Inshallah Jumamosi. Inshallah Jumamosi majibu yatapatikana Benjamin Mkapa. Yote yamehifadhiwa hapa. Sisi wakubwa tuna kifua cha kustahimili. Hii club kubwa. Klabu hii ina zaidi ya miaka 90 sasa hivi. Ina uwezo wa kustahimili mambo. Tunajua haya yanaongelewa yana maana, haya hayana maana. Haya ni chuki, haya ni roho mbaya, haya yana mawazo. Tunajua kufanya upembuzi wetu. Mengi hapa yameongelewa roho mbaya tu. Roho mbaya tu. Yaani kama Yanga ishatolewa hivi. Mimi niwaambie ndugu zangu wana Yanga, na hii ni muhimu sana tuelewane. Tunakwenda kucheza mechi Jumamosi na wa Malawi, Silver Striker. Silver wanaotuombea mabaya sio hao wa Malawi. Nataka niwaambie sasa. Wanaotuombea mabaya wengine tunakula nao mchana humu. Humu tupo nao. Tusicheke na mtu. Muda huu sio rafiki. Huu sio muda wa kuentertain mtu. Huu ni muda wa kukumbuka kwamba wewe ulipata bahati ya kuzaliwa kuwa shabiki wa Yanga, na unatakiwa Jumamosi uende ukatumie nafasi hiyo na bahati hiyo kuipeleka timu yako hatua ya makundi. Sisi tumekaa Jumapili pale, yani mtu ukiona tu si maneno. Hapo tumefungwa mechi ya kwanza. Tukitolewa Mwenyezi Mungu aepushe.
Yaani tumefungwa tu mechi ya kwanza, imeonekana yani kitu cha ajabu kwa kutokea. Yaani Orlando kapigwa chuma 3. Kongo pale 3 kaka. 3 sasa anajipanga apindue meza huko. Haya Mungu kwa nini tungefungwa sisi ile 3? Manake moja imekuwa zahma. Dunia imetuangukia moja. Mimi ni waombe mashabiki wenzangu wa Yanga. Tusicheze midundo ambayo hatuelewi ngoma inapigiwa wapi. Mpiga ngoma umuone ndo ucheze, ndo raha ya ngoma. Piga ngoma akijificha usicheze. Watu wanatuingiza kwa midundo yao hapa saizi. Sio kwamba wanatakia mema, wanasubiri hapa dua zao. Mimi nawahakishia, na wengine wahovu wameshaanza kuongea tu wenyewe hapa. Sio wameshaanza kuongea. Wanatuombea mabaya kweli yatokee Jumamosi pale tushinde qualify. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu sisi tutaqualify. Naamini. Tukiweka nguvu yetu ya pamoja. Na viongozi wamesisitiza hata ili ombi kulikubali, maana yake mwana Yanga asiyekuwa na kitu, mwana Yanga mwenye kitu anatakiwa aje vitani Jumamosi Benjamin Mkapa. Mwenye nacho na ambaye hana anatakiwa aje uwanjani mapema. Mechi ni saa 11, majira ya saa 6 milango yote ipo wazi ile. Mapema njoo. Hawa wachezaji wakiwa wanaingia muda wa kufanya warm up, wakaona ule uwanja umejaa, na wiki hii nzima tumewadai bwana, tunataka mkimbie zaidi uwanjani, tunataka mjitume, tunataka mfanye hivi. Yale wakisha tumejaa mule ndani vizuri, wakiyakumbuka yale maneno, na waambia wakiyakumbuka yale maneno, tutaondoka si Jumamosi Benjamin Mkapa tukiwa na raha kwenye vifua vyetu. Tunakwenda kwenye mechi ya mtego, na huu ndio ukweli. Tunakwenda kwenye mechi ya mtego, tuwe makini sana. Tuwe makini sana kwa sababu wako watu pia ambao tuko nao na hawapendi sisi tuendelee kwenda mbele. Hawapendi. Kwa hiyo ni mechi ya mtego kweli, na wakuutegua mtego ni sisi wana Yanga wenyewe. Kwenye kila tawi tuanze leo kuambiana, hii ni mechi ya mtego na tunakwenda kuutegua. Mmoja mmoja kwenye kila tawi. Wana Yanga wote wanaponisikia duniani kote, kila mtu mwambie mwenzake, hii ni mechi ambayo ina mitego mingi, lakini umoja wetu, nguvu yetu, tutakwenda kutegua hii michezo. La mwisho la kumalizia, ambalo haina umuhimu kwa sababu sio tabia zetu. Tafadhali tusifanye fujo viwanjani. Tafadhali sana waomba, fanye fujo viwanjani. Tusipigane viwanjani, tusipige mashabiki wengine wanaokuja kwenye mechi yetu. Lakini namba 3, tusifanye yale ambayo CAF yanakatazwa kufanya viwanjani. Tusiwashe moto, tusiwashe mafataki, tusirushe mawe, tusipigane, tusiwe na vurugu. Mtamaduni yetu kwa waungwana. Kwa hiyo kila mmoja akae balozi mwenzake kumwambia ombi letu limekubaliwa, si ndio bwana Godi? Na hiyo ndo muondoke nayo kama slogan, kwamba ombi limekubaliwa. Tunakwenda sasa kwa Mkapa. Lakini tukifika pale tulikuwa tumejaa pale, tukumbuke ustaarabu. Mimi naomba sana wana Yanga, hata ikatokea kwa bahati mbaya amekuja mtu ambaye sio mwana Yanga, tafadhali usiinue mkono wako kumpiga. Sio tamaduni yetu na sio ungwana. Mpokeeni aje aangalie mechi. Ila ukimbaini tu kaja mara miguu inawashawasha kidogo, mara sio na bana miguu, muulize vipi shehe, mbona utulii? Max tunawajua. Mtu anakuja wewe Max anakosa goli, yeye amekaa tu hivi. Tunapelekea mtu moto, mtu amekaa tu hivi. Mgonge begani, shehe vipi? Maka mtu amekuja kabana miguu hivi dakika 90. Wewe una shida gani? Tumekuja kuenjoy bana miguu hivi. Huyo sasa wewe huyo dili naye. Mwambie tu shehe bwana, ngazi zile kapumzike nyumbani. Lakini mtu kaja pale kavaa jezi yake sijui ya Mtibwa, kavaa jezi yake sijui ya Mbeya City, anakuja kuangalia boli. Tu waungwana, tusiwapige, tuacheni waje waangalie boli. Narudia tena, tusifanye vurugu, tusipige watu, tusishambulie watu kwa sababu wamekuja kwenye mechi yetu. Ila sisi tulinde hao watu wasiwe na madhara.
wasiwe na mipango tofauti, na tutaliweza hilo jambo. Hilo lilikuwa langu la mwisho la kuomba wana Yanga, na nakaribisha sasa maswali kama yapo tuweze kumaliza hili jambo. Karibu na Jadu. Ulikuwa Malawi wewe? Malawi ulienda? Bahatika kwenda. Bwana, wanachama wote ambao wamekwenda Malawi, wana Yanga wote ambao mmekwenda Malawi na mlijiandikisha kwa idara yetu ya wanachama wote, matawi yote yale yote, nyie mtakuwa mshapata zile access za kukaa pale VIPB ambao kumekuwa reserved. Wale matawi ambao wamekwenda Malawi, moja katika favor ambao uongozi umefikiria ni kutenga siti maalum za VIPB. Mmeteseka sana ndugu zanguni, mmeteseka sana. Malawi Lilongwe ni mbali, siku 3 kwenda siku 3 kurudi, 6. Yaani wiki nzima uko na lami, alafu unafikiria tu wiki nzima uchizi, yaani inaumiza. Kwa hiyo tukasema wakati tukienda kutengeneza comeback ya kibawe pale Benjamin Mkapa, ambao mmekwenda Malawi, nafikiri orodha yenu ipo kwa mkurugenzi wa wanachama, nyie mtakuwa mna eneo mmetengewa pale la VIPB, mje pale siku hiyo mweke miguu juu, mna enjoy sasa boy, na mnawasimulia wenzenu mlichokipitia Malawi. Haya, karibu ndugu yangu Jadu. Mimi na maswali mawili. Karibu. Kwanza ni kwenye upande wa ulinzi na usalama. Tunafahamu mechi ambayo itakuwa na watu wengi. Lakini kwenye wengi kuna ambao pia hawana ustaarabu. Je, mmekwishaanza kuplan kama mmekwisha plan mpango kazi ambao utawaruhusu mashabiki kuingia uwanjani kwa staha? Lakini pia kama kuna ambao wamekwisha kununua tiketi mara baada ya kutangaza viingilio, kama wapo hawa mnawalifanyia kila kwa Swali zuri umeuliza. Kwanza mpaka tumekuja kutangaza, maana yake taratibu zote za kiusalama tumeshaanza kuzifanyia kazi. Tushapata mchoro jinsi utakavyoingia, na mechi ambazo huwa zina watu wengi pale Young Africans zote tunajitahidi sana kwenye mpangilio wa watu kuingia uwanjani kwenye yale mageti makubwa. Lakini pia ombi langu kwa wana Yanga ni kuwahi. Unavyowahi maana yake unawahi kukwepa ule usumbufu na kuingia uwanjani. Uwanja umejaa, maana yake tutafunga mageti, tutangazia uwanja umejaa, tukaangalie majumbani. Kwa hiyo namba 1 tumeshafanya jukumu letu na tunaendelea kulifanya. Taratibu zote za kiusalama za watu kuingia. Namba 2 ni kuwaomba wana Yanga wenyewe kuwahi. Njoo umependeza pale na jezi yako ya Yanga. Njoo umependeza pale vizuri, unawahi mapema, unaketi kwenye nafasi yako, unasubiri burudani. Kwa hiyo haya mawili yakienda sambamba, panakuwa hapana purukushani. Shida ni kwamba kundi la watu 40,000 wakaja uwanjani saa 10, mechi saa 11. Hapo ndo panakuwa pana mtihani. Watu 40,000 kama wameambiana hivi wanakuja wote getini saa 10. Lakini tukiwahi mapema, maana yake tuna nafasi ya kuujaza uwanja mapema, na ndio maana mimi natamani yani ule muda wa warm up timu ilikuwa inaingia ni saa 9 ile, si ndio? Timu ndio inawasili pale. Timu tuipokee sisi, waone kabisa leo hapa hakuna discussion nyingine. Yaani tena mimi natamani, nilisahau bwana nikumbusha Jadu. Moja katika jukumu letu wana Yanga siku ya Jumamosi, wachezaji wanatakiwa wa feel kwa nini si tuko Benjamin Mkapa. Wanatakiwa wa feel hilo jambo. Tunataka goli Benjamin Mkapa. Tunapata kona. Mtu anakwenda kupiga kona anatembea, pelekeni moto. Unaelewa sijui? Tunataka matokeo. Tunataka tusimame nyuma ya timu yetu. Wachezaji wajue kwa nini tuko pale. Tunataka waende kwenye tempo ya juu ya kutafuta matokeo. Mwalimu kashawaandalia mpango, kashawapa. Tunaamini kwenye uzoefu wao, tunaamini kwenye quality yao. Wakifili uwepo mashabiki viwanjani, sisi tunakwenda group stage asubuhi na mapema. Wakifili ile joto kwamba leo wana Yanga wameitika, wamekuja hapa. Wana Yanga wamekuja na wanataka leo tuende makundi. Hii aibu nani anaitaka ya aibu? Ya kubaki hapa? Hai aibu mbaya hii. Hatua ya awali. Mwenyezi Mungu atuepushe. Mwenyezi Mungu, mimi haki ya Mungu, unajua nikilala hivi naona kiza. Yanga unaishije? Haupo group stage. Na una mechi ya nyumbani ya kupindua matokeo. Takuwa wana Yanga tumekubali jambo la kuwa dhaifu, tunaweza kupambana kuanzia leo. Ndio maana nasema kuanzia leo, kama kuna mitego tutegue. Kuanzia leo katika kila tawi. Hatuwezi kukubali aibu kama hii bwana. Mechi ya nyumbani dhidi ya Silver Striker ya Malawi. Yanga inakuwa tunaishia pale, hatuendi. Football inaweza katokea lolote. Ndio maana tuombee itokee hilo jambo. Itakuwa jambo baya na historia mbaya wa klabu yetu. Kulidhibiti hili ni sisi kuinuka kwa pamoja.
kusema bana tumezima. Tena mimi niwaambie, sasa hivi wewe usiongee na mtu yeyote, kwa sababu unayeongea naye hana nia njema na wewe. Asitokee mtu hapa akataka kushauri, asikushauri mtu yote kuhusu Yanga yako sasa hivi. Mwambie bwana, mimi na wewe tutaongea Jumapili au Jumatatu. Sasa hivi mpango kazi ni Yanga iende makundi. Halas. Hakuna story nyingine kwenye vichwa vya mwana Yanga sasa hivi. Na ombi letu viongozi tutapokea. Yaani asubuhi tukutane Benjamin Mkapa pale. Kama una mke unataka nyumbani umwache, muage, mwambie naenda kuipeleka Yanga makundi leo. Uelewi mbebe, njoo naye. Mbe twende leo kaone Yanga inavyoingia makundi ya group stage. Sisi tutakwenda wana Yanga wenyewe kuipeleka timu yetu. Hii club kubwa. Tukiwa na nguvu hii ya pamoja tukasema tunaendelea ile mechi pale. Mimi nawahakikishia wanangu, Mungu atakuwa upande wetu na tutapindua ile meza asubuhi na mapema tu. Lakini kwanza tuonyeshe sisi tumeitikia na tunataka kupindua kweli hii meza. Yaani haianzii kwa Max, inaanzia kwetu kama shabiki wa Yanga. Imekuuma juzi ulivyofungwa? Ndio. Watu wamekubeza mtandaoni? Ndio. Watu wamekuja kugongea asubuhi kusema? Ndio. Umejisikia vibaya? Ndio. Jumamosi nafasi ya kupindua iko pale. Ulivyojisikia Jumapili, Jumatatu, leo unavyojisikia, nafasi ya upekee ya kupindua hiyo hali ni Jumamosi. Usimwachie mwenzako hiyo kazi. Wakati tulivyokuwa na cheo tulichekwa wote. Kwa hiyo usimwachie mwana Yanga mwenzio kazi ya kuja kupambana pale Benjamin Mkapa. Njoo naye. Tukishajaa pale vizuri pale, wale player wakati wanaingia kufanya warm up tumejaa, alafu tunashangilia. Yes, namkumbuka Pacome nani mambo ya Walabu Belouizdad. Kabisa, yani tumekaa tunataka tushinde. Swali la pili ulizaje? Walionunua ticket. Swali zuri. Kuna ambao wameshanunua ticket. Na hao wote nimesema maeneo ambayo yamekuwa reserved ndio wanakwenda kukaa pale. Kwa hiyo tumefanya mawasiliano zetu wa Ncard, tunawasiliana na watu kwa ajili ya kuwaelekeza maeneo ya kuja kukaa. Kama kama mtu ana tiketi yake alishakata, kuna eneo lake atakwenda kukaa ambao ni reserve. Kwa wala hakuna shida. Swali lingine la tatu kama lipo? Swali hamna Haya, asante sana.